utavihifadhi ndani. Kulikuwa kuna ugumu wote kukupata hichi kivuli? Haikuwa sana, kwa sababu sikumkuta nyumbani. Alikuwa kashatoroka tayari. Ni sawa. Sasa kama ni hivyo, ugumu ulikuwa wapi? Akiwa katika matembezi alikutana na Dabilenze na kutaka kumrudisha kifungoni, lakini nilipambana naye. Ni sawa. Ulifanya vyema. Basi safari ya kuelekea kwa Mzee Mazinde inabidi ifanyike haraka sana. Ikiwa Mzee Mazinde mwenyewe alituamini na kutupa maelekezo, tunaweza tukaifanya hii kazi sisi wenyewe. Mimi sioni sababu ya kwenda huko. Hilo linawezekana, ila kutakuwa kuna vipingamizi. Hawatokubali wakiona tunafanyia kazi hicho kivuli na wakathubutu kukaa kimya. Hawatokubali. Unahisi kule kwa Mzee Mazinde hawawezi kufika? Uwena unambwela habwa henung'anani hadi tiapo mbwela nenkunda tobwa nikuvona hari kama ntu munie thina. Kama watachukua uamuzi wa kuja hadi kule, basi watakuwa wamekuja kikaangoni. Kwa hiyo siku itakuwa ni siku maalum sana kwao. Hawatoisahau, itabaki kuwa alama. Mimi nilikuwa na wazo tofauti kidogo na hilo. Lipi hilo? Bado sijakuelewa. Yaani ulimwona katika mazingira gani? Mimi nilivyotoka kwako nilikutana naye njiani, ila kwa muonekano aliokuwa nao sio yule ambayo nilimwacha kwako. Alikuwa anaonekana vipi? Yeye alikuwa anaonekana ni mtu ambaye amepungukiwa na akili, na kwa jinsi alivyovaa inaonekana kabisa sio mzima. Basi huyo ndio uliyekuwa ukimzungumzia wewe, ambaye alifariki miaka 7 iliyopita kisha akaonekana tena. Hapo kuna kitu hakipo sawa. Kipi hicho na kwa nini? Kuna uwezekano mkubwa sana kuna kitu kipo nyuma ya pazia juu ya huyu kaka unayekaa naye kwako. Si umesema amepoteza kumbukumbu? Ndiyo, ila ni za nyuma. Kwa sasa anajua kinachoendelea. Alikwambia ametoka wapi? Na mwenyeji wake hapa ni nani? Bado anahitaji muda wa kutuliza akili ili aweze kukumbuka baadhi ya vitu. Nadhani itakuwa muda mzuri wa kummoja yote. Wewe unafanya hayo yote kwa lengo gani hasa? Hata sijui, ila nimejikuta nimepata moyo tu wa kumsaidia. Sawa. Ni kwa nini uliamua kuondoka? Tena mbaya zaidi bila hata kuniaga. Kuna kitu chochote nilikukosea? Ndiyo, ulinikosea. Kwani haujui hilo? Ni kipi hicho nilichokifanya mpaka ikawa kosa kwako? Kosa kubwa ulilolifanya ni kunichukua na kunipeleka nyumbani kwako ukidai unahitaji kunisaidia. Lakini haukufanya hivyo. Licha ya kushindwa kujibu maswali yangu yote niliyokuuliza kwa kila ambacho nilihitaji kukifahamu. Ni hilo tu au kuna lingine? Kwako unaona ni dogo hilo, sio? Sina maana hiyo. Ila kuna muda subira inahitajika katika kulifikia jambo jema. Na utatuzi wa jambo hauji muda ambao unauhitaji wewe mwenye shida. Labda nikwambie kitu. Binafsi nilishachoshwa na hizo ngonjera zako. Una lingine zaidi ya maswali unayoniuliza? Nilikuwa nataka tuongozane, mimi na wewe, mpaka kwa Mzee Mazinde. Nende nikafanya nini huko?
Kivuli chako ninacho tayari, hivyo nahitaji ukarudishie kumbukumbu zako zote za nyuma na pia kumaliza matatizo yako yote. Kwa hiyo leo umeona uje na huo ujanja wako. Hivi ni muda gani ambaye nimekaa pale nyumbani kwako na hicho unachodai kwamba ni kivuli changu? Ulifanya lolote? Kwa nini haukufanya hayo muda ule na uone kwamba sasa hivi ndio muda wa kufanya hayo? Narudia, kila jambo lina muda wake na sio muda unaotaka wewe. Ni vizuri. Basi na mimi sipo tayari kufanya kile ambacho ninachokitaka kwa muda unaotaka wewe. Ni lini utakuwa tayari? Sipo tayari leo, kesho wala kesho kutwa. Yaani kiufupi sipo tayari. Nimekaa sana kwa muda mrefu. Nilikuwa nataka kuondoka. Pole sana. Vipi, kuna taarifa zozote? Hapana. Hakuna taarifa yoyote. Na vipi zoezi letu limefikia wapi? Maana kuna taarifa nimezipata. Sina uhakika kama zina ukweli au la. Zipi hizo? Na zinamhusu nani? Ni kuhusu Maureen. Nasikia amechukua tena kivuli cha Kakoso. Hili na ukweli kiasi gani? Ipo hivyo. Na leo nakipeleka kwa mzee Mazimba. Kwa ajili ya nini? Sharara. Na kama akifanikiwa kufanya kile anachotaka kukifanya, basi Kakoso atakufa. Sengo. Ina maana Maureen amewazidi nguvu kiasi hicho? Na kwa nini anafanya yote haya? Kwa lengo gani? Kwani Kakoso mume wangu amekosea nini hasa mpaka apitie yote haya? Maureen sisi hawezi kutushinda nguvu. Ila kuna kamchezo tu hapa kati tunachezeana. Na nikwambie kitu Mwasi. Mshawi huwa na sababu. Anapenda tu kuona watu wakiteseka. Hiyo ndio furaha yake. Basi, kabla ya kumua Kakoso, nataka niue mimi. Yangu. Mambo vipi? Shwari vipi? Safi. Bila shaka nitakuwa sija kufananisha. Na nani? Kama nitakuwa sijasahau, kuna siku nilikuwa nimekaa sehemu. Ukaja na kudai unaifahamu historia yangu kabla hizi taarifa zinazoenea kwamba niliwahi kufa. Sio? Ndio mimi. Vipi, kuna habari gani? Unaweza kunieleza kile ulichotaka kunieleza ile siku na ukailisha baada ya kumuona Mzidole? Natamani kufanya hivyo. Ila kwa jicho aliloniangalia siku ile, ilikuwa ni ishara tosha kwamba mimi sitaki kufanya hivyo. Unataka kuniambia kwamba alikukataza? Hapana. Ila jicho lake lilimaanisha hivyo. Naweza nikakwambia kwa nia nzuri tu, ila baadaye ikaja kwa shida kwangu. No. Mimi nikuombe kitu. Tafadhali. Unaweza kunieleza kwa uchache, labda naweza kanisaidia kukumbuka kitu? Nitapanga siku ya kukutafuta na nitakueleza kila kitu. Vipi? Unafahamiana naye? Hapana. Simfahamu. Mlikuwa mnaongea nini? Kuna siku nilikuwa nimekaa sehemu. Akaja na kudai kuwa
anafahamu historia yangu kabla ya mimi kufa. Sasa alivyotaka kunieleza, kuna mtu akawa amekuja akawa amehairisha. Kwa hiyo ndio nilikuwa nataka leo aweze kunielezea kwa uchache. Kwa hiyo hajakwambia lolote? Hapana, hajafanya hivyo. Achana naye, atakuwa Mswahili tu. Mimi nitakusaidia na utakumbuka kila kitu. Odi! Odi! Karibu. Mori nimemkuta. Nadhani salamu ni muhimu kuliko hicho ulichouliza. Umuhimu wa salamu unaujua wewe. Kuna haja gani ya kumpa salamu mchawi? Ili iweje? Nigundue nini? Ukimwona mchawi utamjua? Hapa sijija kwa ajili ya kujibu maswali yako ya kipuuzi. Nahitaji kujua unahitaji nini kutoka kwa Kakoso hadi unalazimisha kuishi naye hapa ndani kwako, au unamtaka? Kwa sasa hauna unachoweza kunitisha. Nadhani leo utajua kwamba mimi sio mnyonge sana kama unavyofikiria. Nahitaji kujua Kakoso yuko wapi? Yupo ndani. Ingia kwa mchukue. Naitwa Mwasi. Sura ya kazi, mwili wa mapenzi. Nitakuonyesha wewe. Kuna kazi nataka kukupa, lakini unatakiwa uhakikishe unaifanya kwa umakini sana bila hata kukosea. Kwangu mimi ukinipa kazi ya kulima au ya kuuza duka nitafeli, ila sio ya kufuatilia jambo, na uwezo wa kufuatilia mambo mpaka mbinguni. Sema tu huwa sitaki kugombana na Sagodi, ila hata yeye naweza kukuletea taarifa zake. Nimeipenda hiyo. Sasa iko hivi, nataka umfuatilie Morini pamoja na Mzidore. Kama watapanga safari ya kwenda kwa mzee Mazinde, basi uje uniletee taarifa haraka sana. Kwangu mimi hiyo kazi ndogo sana. Nite mzee wa free delivery, yani umbea bila malipo. Kama nilivyokuambia, kwangu mimi umbea kazi kama kazi nyingine, isipokuwa malipo tu. Ninavyopenda umbea, hata kula kwangu hakuna maana napoona kuna jambo. Wasengo. Sawa, basi fanya hivyo. Na endapo utaifanya kazi yangu vizuri, nitakutolea ile adhabu nilokupa ili ufanye umbea vizuri. Unaionaje hiyo? Unabaya baba, unabaya. mzwamishenyento.com au unaweza kujiita mzee wa kuwalambisha lolo. Nimemisi umlambishe lolo misamu mbinuko, ila siku ile sijui kwa mawapi baba alikulambisha lolo wewe ukabaki tunalia mama mama. Unawashwa? Nakuuliza, unawashwa kicheko? Unataka kushenyentwa? Unataka kuponza? Acha nikupe new song. Jamani kicheko, jamani kicheko, amependwa na Sengo, amependwa na Sengo. Jamani kicheko, jamani kicheko, amependwa na Sengo. Acha nikaifanye kazi yako mzee baba. Bye. Zabalanga. Ukifanya vibaya utamjua Simba la Masimba Sengo. Asharara.
Uliahidi kunipa mrejesho juu ya yule uliyozungumza naye kwenye simu na akawa ananiulizia. Oh. Yule ni rafiki yangu ambaye alishawahi kujaga hapa na akakupita hapo nje. Sijui unamkumbuka? Namkumbuka. Vipi, alikuwa anasemaje? Kwanza alidai anakufahamu. Ina maana Kakoso, ulivyoniulizaga nishawahi kusikia mtu aliyekufa. Kumbe ulikuwa unajizungumzia wewe? Hilo sina majibu rasmi. Maana hata mimi sina ninachokijua. Mpaka sasa bado nipo njia panda. Ila unalifahamu hilo? Tuachane nalo. Alikuwa anasemaje? Alidai baada ya kukuacha hapa, alipofika mbele, alikutana na mtu alifanana na wewe. Basi nahisi ndio itakuwa hicho kivuli ambacho anachokizungumzia. Kivuli? Kivuli cha nani? Ni kivuli changu ambacho mpaka sasa sijui kimetokana na nini na nini kinaendelea. Kwanza nikupe pole kwa aliyokukuta, ila nahisi kuna kitu tu na inabidi uwe makini sana kwenye kufanya maamuzi, kwa maana unaweza kufanya maamuzi ambayo baadaye ukaja kujuta. Mzidole, unaweza ukaniambia kwa nini dada yako anamng'ang'ania mume wangu na amemtesa zaidi ya miaka 7 na miezi yake? Nini hasa lengo lenu? Au nini mnataka kutoka kwa Kakoso? Maureen wala mng'ang'anii mume wako, bali alikuwa anataka kumsaidia tu, na wala husiki kwa lolote lile. Hausiki? Hausiki kivipi? Ikiwa nimeshuhudia kwa macho yangu anaishi na mume wangu nyumbani kwake, nini hasa lengo lake? Nimekuelewa. Mwasi, watu wanaokuaminisha kuwa Maureen ni mbaya wako, wao ndio wabaya, na ndio wapo nyuma ya huu mchezo ya kifo cha bandia cha mumeo Kakoso. Unawazungumzia wakina nani? Unataka kumaanisha unataka kumtetea dada yako, si ndio? Na kuwavisha ubaya watu wengine? Naitwa Mwasi, sura ya kazi, mwili wa mapenzi. Usitaki kuchezea akili yangu. Hapana, wala sihitaji kumvisha mtu ubaya, ila Sengo, Ndabilenze pamoja na Mbwela, wao ndio wanahusika kwa 100% juu ya kifo cha mumeo Kakoso. Kaa chini uchunguze hilo, na kama utashindwa kubaini, basi njoo kwangu kwa utaratibu, nitakupa ushahidi wote huu. Haki hiyo ndio sifa yetu. Yanung'anani hadi tiapoa mbola ne nkunda tobo dinda mwana wambola nani hati taibo unambola habo disi Athena kichako nikuvona ari kama nto muni Athena udindie